Ili kupata habari zetu kila siku, tafadhali bonyeza subscribe kisha alama ya kengele. Niko na Mdiboy. Mambo vipi bro? Za kwangu shwari kabisa. Pia nashukuru sana kunipa fursa hii ya kuwa hapa kwenye Evoludia TV. Okay. Hivyo nashukuru sana kwa hii fursa, maana najua mambo mengi yatafanyika hapa soon. Hivi uko poa? Zaidi ya hivyo unavyojua wewe. Hivi uko free? Zaidi. Bwana nataka kukwambia relax bro. Ni relax kivipi? Nimepagawa, nimeelewa au nikoje? Mbona niona fresh tu kama unavyo niona kwenye macho yako hapa. Kwanza kitu gani hupendaji ulizwe kabla ya kuanza? Hamna chochote maana mimi ni msanii ambaye naamini sana kwenye matendo yangu, naamini sana kwenye muziki wangu, kwenye kipaji changu, kwenye vyote vile ambavyo Mungu alinijalia niwe navyo. Hivyo. Hivi changamoto gani zaidi? Maana nimesikia kwamba unategemeana sana na kujua kwamba changamoto ziko kimuziki sana Bukavu. Kwa hiyo utakuwa umejua changamoto iliyokuwa kimuziki Bukavu zaidi. Changamoto ziko mingi juu juzi hapa niliuliza mpashaji habari mmoja hivi, sitaki niseme ni nani. Okay. Tuko kwenye media. Nilimuuliza juu ya nini Bukavu bana waka na idea kushusha benye bilisha panda juu banzililie tena mwingine donc a zero. Juu ukipanda Bukavu hawezi kusukuma wende mbele juu kokote wengine bawili mimi bana wako ndio na idea kuvunje moyo ubakie nyuma kisha na hakuna matendo mbali zaidi. Shewe wote tunakuwa na jilimite tu hapa kupale. Hapa liwalo na liwe tunaendelea kuchubua. Alimbana nili kwamba dada usitembelee tumbo usichubuke. Ewane tuendelee. Niambie. Hapa tunataka tujue msanii gani ambaye Bukavu helewani naye? Naweza sema kama kuko basanii 100 Bukavu, manake nona tweets ya tuelewane na banipendi. Mimi na wapenda mimi hapa banipendi. Because yao ndio bana because. Sinaona mtu mimi nilimba mwimbo wangu mimi nasema kuko watu wenyewe mimi na bashinda mateso, mimi iko na balumisha tu. Bado ngali na baoma maki ningibashinda rabi ngikuwa hiyo. Mimi kama masasi tishapiga. C'est-à-dire are niko amo nikikumbuka nyuma kidogo nilisikia Roy anitumia message akanambia peti yangu muziki yetu tunafanya haiko ya mkanisa, ni muziki profane. C'est-à-dire blow maclash unakuwaka tunashitusha kusiporter vile. Kwa hiyo alihisi labda muziki zako ni za kanisani au vipi? Mimi napashauliza shauri kwa mtu mwenye alitangulia kazi mbele yangu. Sasa wakati niliona namwambia Grand, mbona mimi niko naona hivi mimi muziki, niko naona hivi ndio wakati aliniambia kinywa. Bwana, bila mimi kuvumilia juu muziki yetu tuko nafanya hivi na hivi na hivi. Mwele faso hapana bia muziki vile unaenda kwa pano pena niongee mbaya. Mimi sijalitaka bali nilitaka ujibu. Kama muno unasema mna na kama yupo unasema ujamaa. Kwanza msanii gani ambao uliniambiaka tena kwamba kukutana nao tukumsalimu tena? Nani huyo? Msanii gani ambao unajikumbuka ukikutana naye labda uweze kumpata jambo? Hakuna ambaye siwezi kumsalimu, sauf que tunapendanaka hypocrisie. Hata na wewe unawapenda kiuchimbi. Tunaenda hivyo kama unisalimii sikusalimii. Sasa kwa nyimbo mlioimba hapa mliimba kwamba wasanii ni wachimbi. Kwa hiyo labda wewe unathibitisha kwamba nyinyi ni wachimbi. Sio wote. Juu mimi nikiimba ni wachimbi make mimi najitosha. Juu ningejua kana mimi niko mchimbi singeimba niko bia wachimbi. Unaona? Make mimi pale nilijitosha. Pourquoi? Lakini no. Kujitosha sababu wewe ni msanii uliimba wasanii ndo wachimbi na wewe ni msanii pia. Mimi ni msanii, Ni wachimbi. Wale wasanii ni wachimbi na wewe ni nani? Sio mimi. Mimi ni msanii lakini tofauti na wao. Wakisema watu ni wachimbi yamaanisha mbona bana semanga muesanse mko ba mwizi oro ba mwizi tunaweza jua ni batatu tu. Ile ni example. Lakini unaniambia hapa mtazamaji mwenyewe comment chini YouTube. Huyu jamaa amesema wasanii ni wachimbi. Alafu yeye pia ni msanii. Kwa hiyo naye miongoni ni nini? Umeshanijulia hali. Hivi umejua kwanza kwa nini niliimbaka ni wachimbi? Bwana najua. Najua sababu ulijijua kwamba wewe ni mchimbi. Basi twende hivyo. Tuambie kwanza example ulikuwa unafikiria kwa nini ulibaga hao ni wachimbi? Kwa ajili ya brother wangu ambaye mpaka saizi hata tokaka mumuro yangu ndio mimi nasemaka juu siaonaka mtu wa generation ya mbele yetu mwenye alishaka niaminia Sauli. Nani? Supanei. Okay. Recent peace kwanza. Siaonaka mtu mwenye alishaniaminia na mlikuwa ananitia moyo donc. Mimi naweza kuwa sifanye kitu ya danger na ananiambia tu
hapana, ni danger, jikaze. Utapiga zaidi ya hii. Na hata sipige yeye ako kana ni considérer ça petit yake. Alors on considérer ça que tu mwenzake. Donc akashi tuna mie vile juu. Donc ile na mie kanipatia tu courage ya kujua ke mimi nikakroire ku niko nafanya kesi kumbe binaweza kwa mara zaidi. Et c'est pourquoi ça alioka décédé iniluma sana koro. Nikaanza ona sura zilikuwa kana nasema testa tuchunga munjia mie na zitupige ziko kukilio na ziko nalia sana. Nikaona kata wanaleta kikapo ya mchange humu. Donc mchango ya basani tutaenda zika Supane. Mimi nikasema sitachanga. Mchango yangu tulikutanaka na Supane kwa mikrofoni, mimi naimba nyimbo ya kumulaga. Juko gisi nikichanga, kuko nyimbo nilimbaka hata pesa za mahiti wasani wanaiba, nyumbani wanakosa ration. Na ile makute tulichangaka kwa wenyewe walinaka emea amo. Example ni nani? Bwana media ni kufunguka. Mie siko Supane. Nikiongea kitu mimi naongeaka kwa fumbo, jistaki kasheshe na watu fulani, lakini ashajisikia deja. Tunaona tuko live. Ashasikia mimi nasema. Unamuogopa au vipi? Siogopi. Hata kusema vile ashajua tu. Basi mimi muogope. Sasa wewe hapo umemtumia yeye. Lakini na sisi pia kama watazamaji tunataka tujue pia. Nikianza nataja jina nyingi sana. Sasa itakuchukua muda wakati hapa tuko kwenye TV. Pengine muda tunakupa muda watoboe. Wewe unataka ugomvi wewe. Watoboe. Kama unataka ni watoboe wende tuchapia ringi, tutavisemea mringi na tuko napigana. Okay, tunaanza na nani? Anza na hamna. Sijui kama itakuwa kweli sababu hajawataja. Yaani umeona wenyewe ameshindwa kutuambia ni nani na nani. Bana tunakumbuka kwa nyuma ulikuwa kwenye crew ya nani ya Big Dent. Mwisho wa siku tukaona umetema ama umetemwa hatujui. Ukatoka ndani. Maana yake ilikuwa nini? Unajua wanasema kaje? Okay. Kuna vitu viwili ambavyo inakoroganisha watu kwa dunia. Ni mwanamke na nini? Mimi sijui. Mwanamke na makuta. Okay. Sema mie nilikuwa naamini sana, nilikuwa naona kama nikipitia kwa mtu mimi naweza pata jina yangu na kujifungua gisi nilikuwa nawazia mro yangu. Lakini sema shetani yakupendaka bikoe vile gisi mimi nilikuwa nawaza sote. Sikwambie kama nilitoka kwa ubaya, tuliachana kwa uzuri, lakini sema kuna vitu fulani ambavyo sikupendaka tu. Nikasema sitaki tena hivi. Acha kwanza nipime mie peke. Lazima nikapima mie peke, Grace afika kusa. Mimi ningali kwa ile D inanipatia moyo wa kujua kina persevere mpaka kumile. Katika Classic Swaga walikuwa kama msanii gisi ulivyojijua, walikuwa ni namba ngapi? Sijui namba yangu, maana nasikiliwa na watu. Uliza wale watu, wewe mlikuwa kanamuona namba ngapi? Hivi unajifahamu kwanza? Najifahamu. Sasa sifa zangu nikianza kuzitangaza mie peke, maana yake sikuwa kina bafana. Maana mie peke niko fan wangu, niko musicien wangu, mie peke niko DJ wangu, niko mama yangu, niko baba yangu. Sasa ifo bale baby kwa ndeo mimi njo baseme mzibo tulikuwa nampatia plus fulani. Okay, mtazamaji, umesikia kwamba huyu jamaa, nyinyi mtatuambia chini kwenye comment pia, alikuwa ana nafasi gani? Wasanii kwenye Classic Swaga walikuwa ngapi hivi? Walikuwa waine. Wewe pia ulikuwa na miongoni ya waine ama ulikuwa watano? Hivyo tulikuwa wote tulikuwa waine. Okay, walikuwa waine. Utuambie huyu jamaa ana nafasi gani? Maana kuna watu wengine wataanza kusema hapa labda sijui nini na nini ya. Okay, kwa uwema mlipoachana bado mna discuss naye vizuri tu? Kiunafiki hivyo tunaenda hivyo. Tushazoea. Kiunafiki. Twanga niko twange tupange tupate changie. Ni mkubwa tunaenda hivyo, lakini nikwambia kiunafiki kwa nini? Juu tunaweza kwa tunapendana, tunaenda mbwate tuna celebrate, lakini after ukisikia deal hata afisha yake au tuona foto yako, wewe unapenda unasema nakupenda. Si kiunafiki tu. Sasa mie ugomvi yangu ya mingi na basani hapo kama sipendake ni pagale zambi mafuta. Hauko fuck you. Au usiniambie umeofaki sababu umeshindwa kutaja jina za wale waliofanya kisichowezekana kwenye msiba wa Supane marehemu. Nafikiri mie hawasikieka nyimbo yangu mimi nafanya nyimbo niko natukana wasanii na majina. Mimi nazoeka njongeana kwenye fumbo, kisha sikia changamoto niweza kwambia ni nyimbo ya bifu. Hamuna hata jina ya mtu. Unasikia? Ndio maniere niko na besoin niongea bafana yangu banizoe kusema ki donc nijife Supane niko nasema no fulani we kwanza ulibaka makuta ya mtu fulani. C'est pas ça.
Mimi nasema tu ule mwenye alibaka makuta. Juu mimi nilikuwa mara mwetu walikuwa wanasema mtu mmoja anaiba. Kisha wanakuambia muliiba hii mboga. Unasikia? Mtu mmoja aliiba. Maana yule mtu mwaliiba yeye anajikutana basha wakati niliiba. Mimi walisema muliiba. Unasikia bana ba generaliser juu. Kwa tufasi kwa kisema niko wa muessence, banawaambia mwanze weka mzuri. Oro, fopo kwa pasteur wa muessence. Habajuu. Una comprendre? Ndio ile pale mimi nakwambia sasa. Hivi kitu gani ambacho haujawahi kufunguka kwenye media hapa leo unataka ukifunguke ukiseme? Kitu gani hicho? Ambacho wewe unajijua kwamba hiki kitu sijawahi kukifunguka, sijawahi kukiambia watu, lakini leo hivi niko forward hapa inabidi nikitoboke. Pale sasa na kumalizia muda wako wote. Jini kuna ya mingi sana maki tunezilala humu. Unasikia? Juu mimi nilikuwa nasikia siku moja emission ya bagra yangu Jeffrey na Dance walikuwa kusema. Bakasema pale kuko basani benye biko na jidanganya. Kibana yin besha kwa fasi fulani na wangana navuma mkartie hapo mbili. Mimi nikajikuta mie ndio niko na bifu za wasanii ya Troma. Haki niko miongoni ya mbali wasanii. Unasikia? Okay. Juu ndio nilikwambia kuongea kwa fumba wakusemaka jina ya mtu. Normal. Akakusemaka jina ya mtu sava. Mimi nikasikia, ndio nilikwambia unaweza sema fulani aliiba mboga. Mimi aliiba mboga anasema iko Samio biko naongelea hapa. Fopa aliiba tamboga kwa jirani. Maana sana anafika mnao anasema fulani aliiba mboga na wazi ile mboga aliiba kule ndio biko nasema huko. Una comprendre? Sasa mimi nikajikuta wakati unasema basani bangali navuma mkartie yao. Sio tu mu province ya Sud Kivu. Depuis n'existe ushasikia nani anaenda fa concert Kamembe hapa mbele hapa nyuma hapa. Vuko frontiere pale na akajaza wa Bukavu. Kuko bakrana bapiti normal. Unasikia? Hakuna. Ukisema ninga tungana sikilikana na mkartie yetu. Bukavu iko na commune ngapi? 3. Iko na commune 3. C'est vrai? Sasa Kamituga iko mu Bukavu iko nje ya Bukavu. Nijibie? Iko nje ya Bukavu. Shabunda Nje ya Bukavu. Bunyakiri Nje. Walikale Nje. Luntukulu Walungu. Sasa unaniambia mimi niko nasikilikana ndani Bukavu tu na bananzaka niita Kamituga mimi najaza. Bana niita Bunyakiri mimi najaza. Bana niita hata nisife kwanza mimi sikuwa tena na review ya kufanya concert Bukavu. Juu na kama Bukavu abesi tena kia mwisho juu bana kama hapa tunaboonaka wanapita barabara juu bana magari. Unasikia? Hiyo ni ya kwanza. Ile ni kutushushi donc kutuua courage tuko nayo. On comprend juu tuko naona matanzania baba balevu washajifaa saba fu mbele ya Diamond. C'est pas dire que Diamond ni grand que mais ile kumtia nguvu, petia courage, c'est pas baba levo ni rapper wa danger. Kwa hiyo waliposema ile neno ilikuuma sana. Ilikuuma sana vraiment nikasikia fo. Maana ni ngale wa quartier. Lakini ilikuuma aje kati wa kutaja jina lako? Iliniuma juu mimi nilisikia benye bana encourager. Na mbale benye bana encourager mimi kama njoo liste yangu mimi siko mwayo. Utasema nani biko naongelea? Okay. Unaweza chukia Diamond afike kumedia kisha aseme na mkubali MZ Boy. Unafikiri MZ atajisikiaje? Kwa hiyo tatizo kwamba wewe haukutajiwa kwamba wanakukubali kwenye media time hili. Sio kunikubali lakini nilisema ndio miongoni ya bale watu benye walikuwa biko na shit. Kwa hiyo walitaja wanaokubali lakini wakaacha wasio kuwakubali. Hivyo. Sasa wale wasio wakubali na mimi nikajikuta niko humo ndani juu mimi na kama haba sikuwa kinabo bien swat au nile kutokuwa yangu nao bien hapo ndio wanao juu ya nini mimi siko mbele yao sagisi hadui mimi na kama ni bagra na ina ba respecter mon niveau yote una comprendre. Sasa mimi nikajikuta ugra nikimwona fasi fulani mimi nategemea kina mimi bitakuwa hivi asole gra kumbia wazake vile viona wazaka na wazake hivi vingine na wake upe chini ya adui una comprendre. Waliongea ile kauli kwenye media kilichokufanya nikasikia wanasema msanii mwenye hakuimba nyimbo ya kampanye haiko msanii haruje mchipukizi. Mimi sikusikia nyimbo ya Nosbia kampanye, sikusikia ya Fali,
Sikusikia Awera ndio ba legende ya Kongo. Sikusikia ya Kofinyo nilisikia niambia kama Chichi Mkongo mzima. Sikusikia Fergola ndio ba stari wana briller pour le moment. Ata ba Gimsi ni ba Kongoli je na ba kukimbia ba député ko ba piti. Maki Bukavu tunyoko ba stari tu wenye wanaiti Mkongo waliimbia ba député. Ata ya numero 1 mwe tunaka ndio numero 1 wanasemaka Bukavu afanderwe disikusikia nyimbo yake ya kampani. Mais nikasikia wanasema ke mwa kuimbia wale arudie mchipukizi waka nifashwa kuminimize wengine kuwatosha kwenye malengo bavunjike tu moyo baviachi kisha nakiasikia tu muziki ya Bukavu ilipake jua ni shepe kwanza basani hatubebani fasi wana forger foro yako nasema bwana na she muziki ya kwetu basikie quelque part bwana kiasikia be bona wake wanapaswa kutia nguvu biko nyona kuvunja donc basikie tu huko ule vitia toke kule kuna yanaibo Samie siko ile sanfrengi bangenipatia bateongeza kwa makuta yako si hapana nikikosa ndio utapata vile bangenipatia si hapana c'est dire avant bafane watupende na shi kwanza basani tukue na ile affection entre nous. Hivi Bukavu sehemu gani ambako ukifika unajistahili unajikuta kwamba hapa ni sifa full mzuka kwenda mbele? Fasi nikijikuta Bukavu najisikia full mzuka. Labda useme Ibanda, Bagira ama Kadutu. Sina nafasi niweza jikuta niko bien Bukavu sana. Kila mtu anakuwa na ndoto ya kwenda mbali zaidi ya Bukavu. Tulizaliwa Bukavu, tunakomalia Bukavu. Na kama tukuzaliwa Bukavu, tulizaliwa kwa village ya Bukavu, tukakomalia Bukavu. Mimi nilimaanisha sina idea kujilimite. Ujumbe wangu ni kuambia ba fans yangu tuko deja mu 2024, juu ilifika kale premier ya 2023 nikasema ba moya mkizazi yangu muziki yabo inaishia pale mwele le premier donc ile ile 31 nilijua ke muziki ya ba mingi ya mkizazi yangu inaishia pale. Sasa juu utoke 2023 jivushe 2024 itakuwa rahisi sana, il faut y préparer danger. Nikasema niachie kwanza EP yenye donc ile EP niliachia ku YouTube banaita Tumika, ilikuwa tu audio zilikuwa mtelefoni yangu. Nikasema niko na album Njoo My Way inakuya soon. Nikasema nikisema ni poste album ndakia budema ima audio ziko mtelefoni yangu. Nikabatilia kwanza ile EP pale wende na enjoy juu afungule ane. Kisha nikasema juu nifungulie osi album njia na tutembee na wakati. Nikafanya nyingine single donc nikafanya nyingine nyimbo yenye inaendana na wakati, nikapiga nyingine nyimbo yenye wanaita Ulisha Pita Mimi naanza ndio lancer leo dimanche le 14 janvier sur YouTube. Mimi naanza kienda andika ku YouTube ya Mziboy African kila utanipata, unajiabone, unalike, unapartager tout ça. Vile vingine siwezi kuimposer juu kama unanipenda utavifanya tu. Na kama unipendi hata niseme leo mpaka kesho ni maji juu ya mgongo wa wata. C'est dire mimi na prepare mwaka kienda bafanyia kazi ya mingi sana babafane yangu, na mniendelee kunisoutenir na kunisogeza mbele gisi mko nanisogeza juu haiko hivi ndio nilikuwa mbele wa mweusi mesi bashanza naambia mimi natia nchoko, il faut voir maana kesho ndakuwa rouge. Kwa hiyo ni makuta. Ni makuta. Njoo imekufanya hivyo. Hata nchoko teuza na nini? Utaenda hivyo. Sio ni uza na makuta. Sikuitia mbele juu sikuwa na lale. Na hiyo sasa inakuwa nayo. Bien, on comprend. C'est dire que kuko changement déjà. Umechubua. Hata ukiangalia kupoa yangu utaona ke changement iko déjà. Mimi na mwaka kesho kisaka mkono ukiko hivi maka atakuwa kapata hapa sasa. Juu rangi cha changer, faut mkono na ivimbe matako kwa trop. On comprend. Bafani mimi na prepare album banaita My Way ku YouTube kuko EP ya 11 chansons. Banaita aussi Tumika wende télécharger na kufaa vingine. Na leo le 14 janvier niko naachia nyimbo banaita Ulisha Pita. Il faut ba député ba kufe na tension. Bale wenya ba dishindo, bale wenya tukuimbia bibiko na tuma banatutukana. Il faut na mimi bamushe na tension. Wende muziki mzuri. Usiseme namaanisha malengo mabaya, lakini jamaa kashanimaliza jamani. Nashukuru sana kwa kukubali kikadi cha waliko cha Evoludia. Hivyo na mimi nashukuru, lakini naona tunaacha mambo mengi. Next mpango ndakuja nimalizie watu fulani. Okay, okay, thank you.